Siku chache baada ya mbunge wa jimbo la Kawe na askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, Josephat Gwajima, kuzungumza na vyombo vya habari na kutoa malalamiko yake kwa serikali kutokuwa na majibu ya moja kwa moja kutokana na utekwaji na upoteaji wa watu nchini, ambapo vyombo mbalimbali vya habari viliripoti. Hatimaye leo Mei 2, 2025, kanisa hilo limefutiwa usajili wake rasmi. Kufutwa kwa kanisa hilo kumetangazwa kupitia barua iliyoandikwa na msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa, ambapo namnukuu, katika siku za hivi karibuni kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii umeonekana ukiwa katika mimbari ya kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, kanisa la Ufufuo na Uzima, ukitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Vitendo hivyo ni kinyume cha sheria ya jumuiya sura ya 337 chini ya kifungu cha 17 kikisomwa pamoja na kifungu cha 39 cha sheria namba 3 mwaka 2019 kwa kuwa vina athari ya kuhatarisha amani na utulivu wa nchi. Hivyo kwa mamlaka nilopewa chini ya kifungu cha 17B cha sheria ya jumuiya sura ya 337 kikisomwa pamoja na kifungu cha 39 cha sheria namba 3 ya mwaka 2019 kilichoifanyia marekebisho kifungu cha 2 cha sheria ya jumuiya, ni kujulisha kuwa nimefuta usajili wa Glory of Christ Tanzania Church, kanisa la Ufufuo na Uzima, kuanzia leo tarehe 2 Juni 2025. Unatakiwa kusitisha shughuli za kanisa lako mara moja. Mwisho wa kunukuu. Hayo ni maneno ya msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa siku ya leo kuhusiana na kufutiwa kwa kanisa hilo. Tukumbuke kwamba Askofu Gwajima ni mbunge na mwanachama wa CCM ambaye ana uwezo wa kuhoji na kuisaidia serikali kuanzia ndani kabla hajaleta madai yake kwa wananchi. Usisahau kulike, comment na kusubscribe channel yetu ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu. Mimi ni Zainabu Mtima, hadi wakati mwingine.